Hi guys, saseni, mko poa? Fiti. Pia mimi niko tu poa. Namshukuru Mungu kwa kunipa siku nyingine leo, napumua, ni mzima, nashukuru. Nilikuwa nataka kutupigia story kidogo kuhusu marafiki. Marafiki wengine wanashangaza yani. Acha niwape story kidogo nikiwa nakuwa hivi. Nakumbuka nikiwa kama form 2. I think kama form 2 hivi. Nilikuwa nasoma wakati huo, mambo ya simu ilikuwa si sana. Sasa kwa kuna best yangu mmoja amebahatika kupata simu, alijibu maswali na I think Baraka FM. Akazawadiwa simu. Alivyozawadiwa si ni best yangu na anajua mimi kabisa sijui kutumia simu, so kitu chake chenye alikuwa anafanya lazima alikuwa atanijulisha na mimi ili pia mimi nisiachwe mbali. Siku nyingine but nilikuwa naishi na nyanyangu, na nyanyangu akawa ni mkali kweli, mpaka kufika nyumbani ikawa ni shida. But nilikuwa na rafiki yangu tunaishi sote hapo kwetu. Hapo kwenye nilikuwa naishi kwa nyanyangu, naye akaja tukawa tunaishi sote hapo. Si tukagana na ule best yangu atanifundisha kutumia hiyo simu. Sasa juu ilikuwa ni mwoga, nilikuwa nangoja mpaka babu na nyanya waingie ndani nipate yako ka chance ndo niende nifundishwe kutumia hiyo simu. Ulikuwa uwezi hata mchana, ulikuwa uwezi toka kama si shule, ulikuwa hapo kwa compound nyumbani, uwezi enda hata kwa jirani, ubaki pale pale kwenu juu nyanya. Yaani yeye alikuwa ni mkali, mpaka akikuita hivi tuma, ukimwangalia macho venye anakuangalia hivi utajua kimeumana. So ilikuwa si rahisi eti mwambie sijui nenda fanya nini. Nakumbuka kuna time nyingine pia alinitandika, nilichapa mpaka kafinywa na mlango kwa sababu nilikuwa nimekimbia nyumbani nimeenda jifunza baiskeli. Tena baiskeli najifunza ili nibebe maji, nisibebe na kichwa juu kwenye ilikuwa tutoa maji ni mbali. Lakini pia ilikuwa ni shida, yani ukali ule wa kupitiliza kabisa. Simi nikaagana na huyo ni beste. Mida ya usiku hivi ndo hapo, kama nishamaliza kazi ndo naweza pata chance ya kusneak kidogo. Mimi nikachukua maji yangu nikasema nenda nikaoge nyumba huko na mlango wa nyuma watoka na huko, ulikuwa tuoga hizo side za huko nje, ilikuwa kuonyesha pia. Si nikaeka maji yangu tu hapo, alafu mimi huyo si yule rafiki yangu alijua juu nilimwambia nenda tu pale kufundishwa kutumia ile simu. Juu fulani alipata simu, acha tu anifundishe pia mimi nisikae mbali, alafu siku nyingine pia sisi tukipata simu yetu nitakufundisha. Mimi nikaenda. Sasa najua yuko ndani huko bedroom atatulia. Vile nilivyoenda tu, rafiki huyo basi alitoka na kwenda mwita nyanya huko sitting room, alikuwa huko sitting room, na kumwambia eti Tuma ametoka, ameenda kuongea na fulani vile, ameenda kufundishwa kutumia simu na saa hii usiku. Na tena najua sina jambo lingine, niko tu kufundishwa kuongea na simu. Simi niko huko zangu mahali kuko kwa compound yetu huko mwisho kumepandwa mikode imeshikana kweli, karibu hata mtu hawezi pita. Sasa nikatoka na huko tukaenda huko kwa mikode huko, kama tumetegemea mikode nafundishwa kutumia hiyo simu. Si ashasema rafiki, mara hivi kama hata dakika 10 hazikuisha nasikia sauti ya nyanyangu yaimba ikikuja na hiyo njia. Kilichotukuta hapo, hata nyanyangu haamini mpaka leo. Alijua kabisa mpaka tuko mahali fulani hivi, akaja na huko yaimba. Sasa ubaya alifanya, aliimba, alivyoimba unajua tulivyosikia hiyo sauti, kwani tulikaa hata tukuagana. Imagine pale usiku utakurudi na kwa gate pale kwenye ile mikode, yani imeshikana hapo
ndo nilipata nafasi, nilisukumia mikore mpaka nikapita. Nilipopita venye nakimbia nikienda nilitwangua kabisa huko njiani. Nilipofika huko nyumba nilichukua maji yote nikajimwagia, afu nikaingia ndani. Sikujisugua ili niwe na maji. Kwani yangu alitupata? Hakutupata. But alisikia vile nikikimbia na yeye akarudi. Kufika nyumbani akampata ndani nimeoga mpaka nimepanda kitandani na lala. Niliulizwa nilikuwa wapi? Mimi nilimjibu nilikuwa naoga na nikasimamia tu hapo. Nilikuwa naoga. Ndio ananiambia, si fulani amenambia kuwa sijui umeenda wapi, mko umeenda kufanya nini? Akamwambia hapana. Nilikataa kabisa. Nimwambia hapana, mimi nilikuwa naoga huko nyuma. Nilikuwa nimeenda kwa bafu naoga. Hakuna mahali kwingine nilikuwa nimeenda. Na nilisimamia hapo tu. Kuwa nilikuwa naoga. Aliniangalia hivi. Hakufanya lolote. Nyanya, pole, ilipita hiyo, shakuwa. Sikuwa na jambo baya by the way. Nilikuwa nikufundishwa tu simu tu. Lakini rafiki yangu aliniudhi, alinifika hapa. Sasa sitari kashajua yeye ni mbea. Shule nikaandikwa kibarua. Nikatoa ile barua, nikaacha bahasha. Nimekuja mvisit mamangu Jomvu. Nikachukua hizo ilikuwa bahasha na diary. Kule shule nilikuwa tumefika mahali kwa topic ya reproduction. Sasa vile vitu zingine nilikuwa pia naandika pale kwa diary yangu kama matusi kidogo hivi. Nilikuwa napenda kuandika, so nilikuwa naandika pale kwa diary. Nikaenda na diary na ile bahasha. Barua sishasoma, nisharusha chooni manake sikutaka hata ingekuwa vitabu juu najua tu itashikwa nyumbani siku moja. Na kule nyumbani najua na rafiki yangu mbea. Nikachukua hizi vitu, diary na ile bahasha. Barua nishasoma, nikatupa bahasha. Nikaja nayo nyumbani. Kufika nyumbani, I think nilikuwa tumefunga likizo ya Disemba. Nikaenda kwa mamangu, nikaacha hizo vitu kwa suitcase yangu hapa juu. Si nikakaa hiyo likizo nzima. Kurudi nyumbani, mwajua nini? Nilipata ile bahasha kwa kitanda. Si nilikuwa najua kwa mimi nitarudi hiyo siku. Nikachukua ile bahasha yangu nikaweka juu ya kitanda. Diary akapewa babu. Na ile matusi yote nilikuwa nimeandika hapo ndani. Rafiki huyo kampea. Nilipofika tu hivi nilipata ile bahasha pale juu ya kitanda. Nikajua yes, nilinasa. Rafiki kachakura suitcase yangu, katoa diary yangu na bahasha. Diary kampa babu. Just imagine. Diary ya msichana mwenzako umesoma hizo vitu ameandika hapo ndani, alafu wewe unapeana uchukue hiyo maneno yote yenye hapo ndani na kwa babu yake. Fanyeje? Nikangoja kuhukumiwa, but niko tayari kabisa na majibu yangu mimi mwenyewe. Pia mimi mwenyewe nilikuwa na kautukutu ndani yangu kidogo tu. Najua tu nitamjibu nini babu. After nimeingia huko naye ndio yule hana haraka kuuliza kitu. Nikamaliza wiki. But maneno napata. Huku kwa nyanyangu kidogo. Ananirushia lakini mimi sinajua. Najua nini iliendelea. Ananirusha tu vineno waliona. Waliona. Maana ilikuwa matusi, ilikuwa tu matusi. Yangu tu anatupea vineno na boyfriend, sijui ananiambia nini, sijui neno adanganywa, lakini mimi mwenyewe nilikuwa najielewa. Nilikuwa najua hata hiyo siku mkiniuliza ndio mimi pia nitawajibu hizi vitu zote ni nini na nini na nini. Nikaa si kama kweli baba kaniita. Shika diary yako. Nikachukua nikamwambia asante. Alafu kanambia niliona kila kitu. Sijui alidhani baba atanikelelesha. Baba hakunikelelesha. Aliniambia niliona kila kitu lakini mjukuu wangu
jitunze, wavulana ni hivi na hivi na hivi, afadhali ukae mpaka uje kubwa, huo unaweza kujifanya mambo yako ndo anza hizi vitu. Hizi vitu ziko kweli lakini hazikimbii. Kama uko mtoto, faidi utoto wako, manake itafika time majukumu yatakuandama. Kama ni bwana utakuja pata, manake hawaishi wako. Na kuna hivi hapo sasa ndo akaanza kwa ananipa mikakati, ananiambia fanya hivi na hivi, kuna kila kitu na wakati wake, usiharakishe mambo, we enjoy. Sasa hivi utoto wako, faidi utoto wako. Ikijafika ujana pia mtu asikuharakishe, faidi ujana wako, manake mambo ya mapenzi basi haishi. Ukijitumbukiza ukishaanza basi ndo hivyo. Na mimi kutoka hiyo siku hapo ndo nilianza kujua marafiki ni kina nani, wako vipi, wako vipi. Ndo nika nini, ukinichunguza sana mimi sahii sina marafiki, na mambo yangu si mtu wa kweti naweza share kila kitu na mtu, hapana. Either ni mwende mamangu kama kuna kitu kimenishinda. Najua mamangu atambia dadangu, lakini kuna venye watai guide hapo isitoke, juu watajua hata kijulikana kule pia ni kama sisi tumejulikana. But ukichukua kitu chako umwambie mtu mwingine, hata kazini yako ana kazini zake ama na masista zake, atawaambia ana mamake, ana anti zake. Sasa story yako itakuwa inaenda hivyo hivyo. So mimi nilijifunza hivyo kutokea zamani. Ndio maana utaona mambo yangu chini tu, yani si mtu wa kwa eti na share kila kitu na marafiki. No, nilijua marafiki ni watu aina gani, na si lazima una rafiki juu utamwambia alafu atakusaidia na nini. Na hata kama ni hoja kubwa sana, chenye mtu atakwambia nivumilia. So sasa ambie roho yako na mapema, uvumilie. Uiambie tu hata ukashikwa na nini, wewe bora vumilia tu. Vumilia tu basi. So marafiki, mtu usiwe muopen sana kwa rafiki yako, hujua na kuanzia nini. Manake maisha siku hizi pia yamechange tu sana. Unaambia rafiki yako, kumbe rafiki yako hata anakuazia hayo mabaya ya kushiki. Hebu fikiria, yule babu asingekuwa na hekima, angenifanyaje? Ama hata kama kunini kitu alianza kunichukuliaje? Hata kama alikuwa ananipenda na mimi bado ni mtoto, sijui mambo haya, alijazwa nini kwa akili yake na ile diary yangu nilikuwa nimeandika, ama hata kile kibahasha. Marafiki, hebu jaribuni muwe na utu kiasi. Si vizuri. Kwa nini uchukue maneno ya mwenzako uyapeleke mbele, ili hali wewe una yako mazito unayasahau, unabeba mwenzako. Kama ni rafiki yako basi pia wewe amfichia mambo yake mengine, maana hakuna mwenye hapatikani na matatizo wala nini. Hapana, tulindane.